atawabariki watu wake, kwa maana ana mipango mikuu kwa ajili yako. Asali kutoka mwambani ni neema ya Mungu ya kukuvusha. Umependwa na Mungu, upendeleo wa kweli wa kiungu. Asali kutoka mwambani, utoaji wa kimiujiza kwa ajili yako. Asali tamu kutoka mwambani, baraka za Mungu kwako. Asali tamu kutoka mwambani, baraka za Mungu kwako. Sasa hebu niulize, je, umewahi kuumizwa na mtu yeyote? Ndugu wa karibu, rafiki, mgeni, mwenzi wako wa maisha, mfanyakazi unayefanya naye kazi, mwanasiasa au mtu yeyote yule. Wakati kile kilichosemwa au kufanywa kilipofanyika na kutokea, huenda kilichukua dakika chache tu, lakini madhara na athari zake zimeendelea kuwepo kwa miaka mingi sana. Miaka mingi. Hata ulihama kutoka pale ulipokuwa unaishi na maumivu hayo yakakufuata? Wele na wele. Fikiria hiyo. Na najua tunapohubiri Mungu ataleta mambo fulani kwenye akili yako, lakini si ili kuibua maumivu, bali labda kuanza mchakato wa uponyaji. Sawa? Basi fikiria unadaiwa na benki mamilioni na mamilioni, na unajaribu kutafuta njia bora za kujificha. Na unajiuliza, nitafanya nini? Nini kitatokea? Halafu unapokea barua kutoka benki imeandikwa, imelipwa yote. Imelipwa yote. Sio kwa sababu umeistahili. Mtu mwingine amelipa kwa niaba yako. Na hicho ndicho hasa Yesu alichotufanyia. Haianzi na kile tunachofanya, inaanza na kile Kristo alichofanya, kwa sababu Kristo ndiye aliyekuachilia kwanza. Mpangilio katika kitabu cha Waefeso 4, msamaha huja kwanza. Msamaha wa nani? Msamaha wa Mungu huja kwanza, halafu wetu unafata. Hivyo basi, kama vile Mungu kwa ajili ya Kristo amekusamehe. Kwa hiyo, msamaha wa Mungu haujategemea matendo yako, umetegemea kazi iliyokamilishwa na Kristo. Mungu anajua kila kitu kukuhusu, kila kushindwa kwako, kila mapambano yako ya siri, na bado anakuita mtoto wake. Sio kwa sababu alipuuzia dhambi zako, bali kwa sababu Yesu alizibeba. Kwa hiyo, kama Mungu amekusamehe deni ambalo usingeweza kulilipa hata kwa miaka 1,000,000, unawezaje kukataa kumsamehe mtu mwingine? Lakini hapa ndipo tatizo lilipo. Yule mtu aliyekutendea alichokutendea huenda kweli alikufanyia hivyo, lakini nataka ufikirie hili. Fikiria kushika makaa yanayowaka moto ukikusudia kumrushia mtu mwingine. Kabla hujayatupa, nini kitatokea? Utachomeka. Mkono wako mwenyewe utachomeka. Na hicho ndicho uchungu, ndicho unachofanya. Inaumiza yule anayeshikilia uchungu huo, kama vile unavyofikiria inaweza kumuuma mtu mwingine, kwa sababu wakati mwingine hata yale makaa hayawahi kutoka mkononi mwako. Na Warumi 12 mstari wa 19 inatuambia, kisasi ni changu, nitalipa, asema Bwana. Kwa hiyo tunaachilia mzigo huo kwa sababu tunaiamini haki ya Mungu. Na tunajua kwamba kama kuna jambo linahitaji kufanywa, Mungu atalifanya kwa njia anayojua ni bora zaidi kwake kulifanya. Kwa hiyo kumbuka hili, uchungu huendelea kuacha kidonda wazi na kubeba uzito peke yake. Lakini neema inaanzisha mchakato wa uponyaji na kuweka haki mikononi mwa Mungu. Ni uamuzi wa neema, sio kukataa maumivu. Kwa hiyo sio kwamba Wakristo ni wajinga wanaposema ninaachilia mambo haya mikononi mwa Mungu. Wanaelewa kitu cha ndani zaidi, kwamba ukibeba mzigo huo unajifunga gerezani mwenyewe. Ni uamuzi wa neema, sio kukataa maumivu. Nataka niseme tena, msamaha ni uamuzi wa hiari na neema.
wala si kukataa maumivu. Msamaha haumaanishi kusahau, haimaanishi kumwamini mtu huyo tena mara moja. Fikiria ikiwa mtu anaweza kuangusha glasi na ikapasuka vipande vipande. Msamaha wa kweli haumaanishi kujifanya kana kwamba glasi hiyo haijawahi kuvunjika kabisa. Msamaha unaanza kwa kuzoa vipande vilivyovunjika bila kuvitupia yule aliyekuvunja. Unaelewa? Kwa hiyo hatusemi hapana, sikuumizwa, haikuwahi kutokea. Na sasa ni wakati wako kujua jinsi ya kuachilia. Nakataa kuruhusu kilichotokea kitawale moyo wangu. Chuki inaweza kufanya moyo wako kuwa mgumu dhidi ya watu wengine. Jambo hili linaiba furaha yako na linaharibu kabisa mahusiano, na pia linaweza kuathiri vibaya ibada na maombi yako. Leo kuna harakati kubwa sana ya watu wanaohubiri na kuimba kwamba hakuna Mungu. Uateisti, ambao watu wanaamini ni mfumo au dini, si dini kwa sababu ni kitu kinachopinga uhalisia wa Mungu. Hawapigani na Buddha, hawapigani na Uislamu, wanapigana tu na Mungu wa Kikristo. Na naweza kukuambia karibu 90% ya wanaopigana ni watu waliokosa kwenye mfumo wa Kikristo. Na sasa wanachowasilisha si ukweli wala ujumbe unaohitaji kufikishwa, ni uchungu tu. Uchungu. Labda waliomba kwa ajili ya mzazi aliyekuwa nakufa, mzazi mgonjwa au mtoto. Haikuonekana kama jibu lilikuwa limeombwa. Labda kulikuwa na changamoto fulani ambayo walitarajia huyu Mungu anayeitwa wa mbinguni angefanya kitu kuhusu hiyo, lakini hakufanya. Au mhubiri aliyekuwa anahubiri na kudanganya, na baada ya muda mtu akagundua kwamba huyu mtu amekuwa akitudanganya muda wote huu, na wakaendeleza nini? Uchungu. Anaenda msalabani na anapokaribia kufa anasema nini? Baba, wasamehe. Sio Baba, waangamize kabisa kwa moto mkali. Tuma mikuki yako yenye ncha kali kutoka mbinguni, wachome vichwa vyao na uwape nguvu ya kuishi na maumivu makali sana. Pasua macho yao kabisa bila huruma. Tuma malaika wa kupasua macho kutoka mbinguni na waanze kuwakata vipande vidogo. Vua ngozi ya miili yao yote, toa maini yao nje, kamua na kuponda figo zao. Hivyo ndivyo ingekuwa kama sisi kama tungekuwa Yesu, tungefikiria nipe nyundo ya Thor na nianze kupasua kidole kimoja kimoja. Hivyo ndivyo tungekuwa. Na usiwaache wafe, hata nikipasua fuvu lao lirudishe tena ili nilipasue tena. Halafu tuma malaika wa moto wayeyushe nyama zao, wachome wote, kisha wafufue tena. Lakini yeye anafanya nini? Badala yake anasema, Baba, wasamehe, kwa maana hawajui wanachokifanya. Huyo ndiye Kristo. Na kwa sababu Kristo anaishi ndani yetu, sasa tuna neema hiyo hiyo ya kuweza kuwapa wengine. Huenda tusirudiane kuwa marafiki baada ya haya yote, lakini sitabeba mzigo huo. Sifanyi hivyo. Nguvu zaidi, kwa sababu haihitaji vizuizi, haihitaji ustadi wowote wa hali ya juu. Kutosamehe na chuki ni mojawapo ya magereza yenye nguvu sana duniani. Fikiria kushika makaa yanayowaka moto ukiwa na nia ya kumrushia mtu mwingine. Kabla hujayatupa, nini kitatokea? Utachomeka. Mkono wako mwenyewe utachomeka. Na hiyo ndio chuki inavyofanya. Moja ya magereza makubwa kabisa. Unajua, kama umewahi kutazama zile filamu ambazo zinaonyesha magereza ya hali ya juu na ni karibu haiwezekani kutoroka humo, unaweza kufikiria kwamba kinachokufunga ni mfumo wa aina hiyo. Lakini moja ya magereza mabaya zaidi, yenye nguvu sana, kwa sababu haihitaji vizuizi, haihitaji ustadi wowote wa hali ya juu. Kutokusamehe na chuki ni baadhi ya magereza yenye nguvu sana duniani, kwa sababu yanakufunga pale ulipo, na yanakufunga na kukuzuia pale pale ulipo. Haikuwa pepo wala uchawi wala laana wala hakuna jambo lingine lolote, ila chuki yako mwenyewe ndiyo imekufunga pale ulipo. Msamaha huleta uhuru wa kweli. Unaonaje kuhusu hilo?
Msamaha hauondoi yaliyopita. Unavunja nguvu za yaliyopita juu ya sasa yetu. Kwa hiyo kutokusamehe kunatuweka ndani ya gereza. Lakini neema inafungua gereza, na unaporuka nje unatambua, niko huru. Huduma ya asali kutoka mwambani. Sisi ni kanisa linalomweka Kristo katikati. Tunakukaribisha